kumekuwa na habari mbaya kwa wapenzi na washabiki wa Simba Sports Club. Habari hii si nyingine, inamhusu aliyekuwa skauti mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, Mels Daldal, ambaye ametangaza kujiuzuru na kutoka kwenye nafasi hiyo kwenye klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kunaelezwa kuna mengi ambayo yanaendelea nyuma ya pazia kwenye kiwanja cha Simba Sports Club, na miongoni mwa vuguvugu hilo ni matokeo tunayoyaona, baadhi ya watu kutangaza kujiuzuru. Kumbuka, skauti mkuu yeye ndiye anayehusika na kuhakikisha watu wote wanaoingia kwenye klabu ya soka ya Simba kupitia usajili basi wanakuwa wamekidhi vigezo, kwa maana yeye ndiye ambaye huwa anafanya kazi ya kufuatilia kuanzia makocha mpaka wachezaji ambao wanasajiliwa. Tunakumbuka hata kwenye ripoti za kocha akisharecommend mchezaji, then huyu skauti mkuu ndio anaenda kwa kuhakikisha ubora. Je, mchezaji amekidhi vigezo, ana ubora unaohitajika ndani ya timu husika, na yeye ndio anayetoa mapendekezo kuwa mchezaji huyu asajiliwe ama la. So kwenye upande wa kocha, baada ya kusajiliwa kocha Pantev, Mels Daldal ameona kuwa hakuna sababu ya yeye kuendelea kubaki kwenye kikosi cha Simba Sports Club, kwani dira ya klabu ya soka ya Simba Sports Club imekuwa tofauti na dira ya kwake pamoja na professional yake. Alizani klabu ya soka ya Simba Sports Club ingeendelea kufanya kazi kiprofessional na ingeendelea kupambana kuhakikisha inachukua ubingwa wa Afrika, lakini kwa usajili wa kocha ambaye hawezi kusimama kwenye benchi la ufundi kwenye michuano ya kimataifa, ameona kama klabu ya soka ya Simba Sports Club imepoteza dira, kwani sasa imeanza kusajili wakufunzi ambao hawana vigezo. Kumbuka, kocha ambaye ametambulishwa Simba Sports Club kama meneja mkuu ana leseni ya UEFA A, na leseni ambayo inahitajika na CAF kwa ajili ya kocha kusimama kwenye benchi la ufundi kwenye mechi za kimataifa ni UEFA License Pro. Lazima uwe na UEFA Pro ili uweze kusimama, ambapo kocha na UEFA License A, jambo ambalo skauti aliligundua mapema na kutoa alert na kutoa tahadhari kwa uongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club wakati wanamwendea, lakini inaonekana kama viongozi wamekuwa wanajua sana, jambo ambalo yeye kama mtaalamu, yeye kama professional wa kuhakikisha anafanya scouting, anafanya upembuzi yakinifu, limeonekana kama kukosewa heshima kwa professional yake na utaalamu aliyokuwa nao. Hivyo ameandika barua ya kutaka kujiuzuru kwenye nafasi hiyo ndani ya Simba Sports Club na kwenda kutafuta changamoto kwenye sehemu ambapo anaona wana dira ambayo inaelekea huku ambako yeye anataka aende kwenye klabu ambazo zitakuwa zikifanya mambo katika namna ya kisasa zaidi na kiprofessional zaidi. Yes, hii inaonekana imemgusa sana skauti mkuu wa klabu ya soka ya Simba, na ukizingatia baadhi ya sajili zilikuwa hazijapitishwa. Unaona, baadhi ya sajili zinafanywa, skauti mkuu wa klabu ya soka ya Simba hajaridhishwa na viwango vya wachezaji ambao wamesajiliwa, lakini kwa sababu ya uongozi basi wanasajiliwa. Imefika mahala ameona professional yake, taaluma yake inavunjiwa sana heshima, ameamua kujiuzuru kuitumikia klabu ya soka ya Simba Sports Club. Ni hayo ambayo tumekuandalia ndugu mwanamichezo, lakini najua kabisa uko na dukuduku. Tuandikie maoni yako kwenye comment section juu ya hiki ambacho kimefanywa na skauti mkuu wa Simba Mels Daldal kutokana na ujio wa kocha mpya. Je, anakimbia kufanya kazi na kocha mpya ama amekuwa sawa kuondoka kwa sababu taaluma yake haifanyiwi kazi na kocha aliyesajiliwa ni wa chini ya viwango? Mimi ni mtangazaji wako J Kibuga na hii ni J Sports. Nikukumbushe tu ndugu mwanamichezo, kama bado haujasubscribe basi unapitwa na mengi sana. Make sure umesubscribe, una like hii video na una comment. Tukutane wakati mwingine kwenye habari nyingine. Hapa ni Sports News, bandika bandua.